Haji Sunday Manara El Bugatti aliyekuwa msemaji wa klabu ya Simba na sasa hivi yupo kwenye kosti ya Young Africans na alishawahi pia kuwa msemaji, ameibua gumzo kubwa mitandaoni mara baada ya kuzungumza juu ya Djigui Diarra kupewa adhabu ya shilingi milioni 4 na baadhi ya mashabiki na wanachama kuanza kumchangia. Amezungumza kwamba hiyo sio rhythm ya timu kubwa, huku akizungumza kwamba timu kubwa kuchangiwa fedha na mashabiki wake ni sehemu ya kuizalilisha kama sio kuibeza klabu kubwa kama Young Africans. Leo niko hapa nikaenda kuzungumza swala hili lina maana gani kwa timu kubwa kama Young Africans, timu ambayo ukiangalia katika upande wa financial iko vizuri. Je, alichokizungumza Haji Manara kina usahihi ndani yake? Klabu ya Young Africans haistahili kuchangiwa na mashabiki na wapenzi wa wanachama wake, au wako sahihi kwenye mlengwa wa kumsaidia Djigui Diarra ambaye yeye mwenyewe ndiye mzigo umemshukia? Na hii imefuata leo mara baada ya bodi ya ligi na kamati ya masaa 72 kuweza kumhukumu golikipa raia wa Mali Djigui Diarra faini ya shilingi milioni 4 kwa kosa la kutaka kumpiga muamuzi wa mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, mchezo ambao uliisha kwa klabu ya Young Africans kutoka sare ya bao 1-1, lakini pia kitendo cha kuwaonesha kidole cha kati baadhi ya waandishi wa habari katika mchezo huo kimemhukumu pia kuweza kupewa adhabu ya shilingi milioni 2 na kufungiwa michezo 3. Na kwa namna hiyo sasa Djigui Diarra hata kuwepo katika mechi 3 zijazo za klabu ya Young Africans. Mechi hizo itahusisha mchezo dhidi ya Tanzania Prisons ambapo Young Africans watakwenda kukabili tarehe 4 mwezi wa 4, lakini dhidi ya Pamba Jiji tarehe 8 mwezi wa 4, bila kusahau ule mchezo wa kombe la TFF la katika hatua ya robo finali. Lakini Manara amezungumza kwa upana akisema kwamba Young Africans haikustahili, lakini pia uongozi wa Yanga sio jambo la kulikalia kimya, kwa maana wao amekosea mchezaji, ilibidi amweke chini mchezaji wamuonye kwa hichi ambacho amekifanya, kwa maana hakikuanzia hapa, kwa maana ilikuwa ni kama vile wastani wake na ni kama kawaida yake Djigui Diarra kufokea na kuwa na paniki katika matokeo ya waamuzi ambao wamekuwa wanayaonesha. Hebu niambie mtazamaji, kwa hichi ambacho amekizungumza Haji Sunday Manara kina ukweli ndani yake? Na je, Young Africans haipaswi kuweza kuwashawishi ama kuwaambia wanachama na mashabiki wake waweze kumchangia Djigui Diarra? Lakini sio mara ya kwanza kwa mashabiki na wapenzi wa soka hasa Tanzania kuweza kuhusika katika adhabu ambazo baadhi ya wachezaji wao na timu zao zimekuwa zinahusika. Lakini pia nakumbuka kwa siku za hivi karibuni klabu ya Simba pia imeshapitia kwenye hiki kikombe na mashabiki wake walichangia klabu kwenye kulipa deni hilo ambalo bodi ya ligi waliwahukumu. Je, kwa nini Young Africans kufanya hivi leo? Manara limemuibua na kuzungumza. Imekuwa ni kama vile Manara anaipigia upatu mkubwa Young Africans na kama vile anaona kuna baadhi ya mambo hayaendi sawa. Tuambie mtazamaji wetu, je, Manara kuzungumza hivi binafsi yako ina ufasaha wowote, au kuna kitu gani ambacho Manara anakitafuta kwenye klabu ya Young Africans? Naitwa Leopard John na hii ni Anuari TV.